Berkane ni timu ambayo ukiitazama inapocheza kiwanjani wanaweza kucheza kwenye namna yoyote ile ambayo watahitajika kucheza. Kwa mfano wakisema hiyo mechi waje wacheze kwenye counter attack. Wana uwezo wa kucheza hivyo kwa sababu wana wachezaji wengi sana ambao ni wakimbiaji wazuri ambao wanaweza wakafanya movement nzuri sana nyuma ya safu ya ulinzi ya wapinzani, lakini kwenye eneo la midfield wana yule kiungo Kamara ambaye uwezo wake kwenye kuitupa mipira nyuma ya safu ya ulinzi ya wapinzani, kila mtu aliona siku ile nini ambacho anaweza akakifanya. Ni moja kati ya mapasa wazuri sana kwenye bara letu la Afrika na alikionyesha hicho kitu. Kwa hiyo kwenye counter attack wanaweza wakakuadhibu pia kutokana na hao wachezaji ambao wanaweza wakakimbia wewe ukiwa na mpira afu akikupoka, lakini wanaye mchezaji ambaye anaweza ka deliver hiyo mpira mizuri kwenye hayo maeneo ambayo wakawa wanakimbia. Lakini kwenye mashambulizi hata ya kawaida tu kwenye settled play ni timu ambayo ilikuonyesha kwamba wachezaji wake physically kwenye 1v1 hizi wana uwezo mzuri sana wa kuwabiti wapinzani, lakini hiyo physicality ya kupambania mipira pia kiwanjani ni kubwa sana kwao. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo inaweza ikakuadhibu kwenye mazingira ambayo ni yoyote yale kiwanjani. Kwa hiyo naamini kwamba mwalimu ambaye kwenye huo mchezo anaweza kawa flexible sana kwenye kujaribu anabadilisha anaweza vipi akabadilisha kile ambacho pengine alitoka nacho kwenye mechi ya kwanza, ni mwalimu wa Berkane zaidi. Ana option nyingi za kucheza, lakini kwa Fadlu Davids yeye atakuwa anahitaji siku hiyo kwamba kitu cha kwanza atahitajika kuhakikisha kwamba anawafanya Berkane wasiwe kwenye kiwango chao, kwa maana ya kwamba limit ubora ambao wako nao kiwanjani, alafu mimi sasa nitumie kile ambacho niko nacho kwenye kikosi changu kwa ajili ya kuweza kuadhibu. Kwanza unakuwa una wasiwasi na kwamba je, wanaweza wakaja kwenye counter, kwa sababu wanaweza wakacheza hivyo. Wana wachezaji ambao wana kasi, wana wachezaji ambao wana uwezo pia wa kupiga hizo pasi. Lakini mbili, wanaweza wakaja tu Berkane wakasema okay, tunaenda pale kiwanjani tunapishana na Simba. Wanao uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo Fadlu anajikuta kwamba option za kucheza kwake zinakuwa ni chache kutokana na ubora ambao Berkane wako nazo. Lakini kwa Berkane options za kucheza zipo nyingi kutokana na ubora wa kikosi chao, lakini pia matokeo ya mchezo wa kwanza yanawapa hizo option nyingi. Wanaweza wakaja tu hata wakasema okay, tunaenda kuzuia tu. Berkane wana huo uwezo kutokana na kile ambacho walikionyesha kwenye ule mchezo. Tunakumbuka ni siku ambayo Simba walishindwa kupiga shoot on target hata moja. Kwa hiyo inamaanisha wakija kureplicate kile kitu ambacho walikifanya kwenye mchezo huu, uwezekano wa kutoruhusu bao upo, na hasa ukikumbuka kwamba ni mchezo ambao Berkane walishambulia sana, lakini pia bado hawakuruhusu hiyo bao. Kwa kama wakiamua kukaa nyuma, je, hiyo inakupa taswira ya kwamba ni timu ambayo Simba wanao kucheza nao ni ngumu sana, na mimi nadhani kusema kwamba Simba pengine wanakutana na mpinzani ambaye inaweza kuwa hawajawahi kucheza na mpinzani kama huyu kwenye huu mwaka wa mashindano kutoka umeanza. Kwa hiyo wanapaswa kuonyesha A+ game ambayo hawajawahi kuionyesha pengine kwenye mechi zingine zote ambazo washawahi kucheza. Kwa kauli hizi tafsiri yake kwamba hii si mechi ya kuchukuliwa poa. Kuanzia na wachezaji, hii yani ni mechi kusema kweli ya finali hasa kama mashabiki. Hii sasa ndio finali. Na kitakuwa ni kipimo kizuri sana cha kwenda kuangalia mapungufu ya Simba yako wapi, hata kama watachukua ubingwa kutokana na level ya wachezaji ambao wanaenda kukutana nao. Kule mapungufu ya timu naenda kuyapimia finali. Unaweza kuyapima ndio? No, actually finali hiyo ni very top level. Finali ndio mnaweza kama amefikia pale. Unajua ninachojaribu kukifikiria ni kwamba kupima mapungufu ya Simba finali dhidi ya Berkane. Against who? Yani mapungufu ya Simba unapima against who? Berkane ni bingwa Morocco sasa hivi. Katangaza ubingwa kabla mechi ngapi? Umeelewa? Morocco ligi yao iko juu yetu. Ni sawa? Ndio. Na ya investment pia ya Berkane ukiangalia na kikosi chao kimekaa muda gani, utakuwa unamwonea Simba ambaye msimu huu alikuwa anatengeneza timu. Kwa katika msimu ambao yeye alitangaza kutengeneza timu na amefikia hapo alipofikia. Sasa kuna swali ambalo wao nao wasingependa sana kuulizwa, lakini unfortunately lazima tu mtaulizana kwamba hapa ndo bado mnatengeneza timu au ndo timu imekliki baada ya kutengenezwa. Hilo ni swali ambalo lazima utaliepuka. Lakini kumpima finali dhidi ya Berkane itakuwa ni kumwonea. Na kusema upime sasa mapungufu yake utakuwa ni level ya juu sana, kwa sababu not very often atafika finali. Lakini kama ndo the target kufika finali, well and good, labda unaweza kawapimia hapo.
lakini naamini ili timu ipoteze mchezo lazima kuna makosa iliyafanya. Kwa sijajua kama utakuwa unataka kupima mapungufu ya kikosi kizima au makosa ya mchezo wenyewe yaliyopelekea watu kupoteza mchezo. Yeah, kwa hiyo na finali muda mwingine unaweza kawa na timu sahihi lakini ukapoteza kutokana na wale wachezaji mentally hawakuwa tayari kwa ajili ya moment kama hiyo. Na mimi naamini miongoni mwa sababu zilizofanya wamepoteza mchezo wa kwanza ni wachezaji wao kutokuwa tayari kiakili kwa moment kama hiyo. Na ndio maana kila kitu kiliharibika ndani ya dakika 15. Fadlu alikuwa anazungumza dakika 20 za kwanza ni muhimu sana. Kwa sababu ndani ya dakika 20 ukichelewa, yani wewe akili yako ikiwa bado haijaingia kwenye mchezo, kuna ile watu kuambiwa kwamba finali ni mchezo kama mchezo mwingine. Hiyo kitu mimi waga sitakagi kuisikia. Kwa sababu huu ni mchezo wa ambao unakamilisha ule msemo kwenye mpira wa miguu anakuambia so near yet so far. Yani inaweza kaa ulikaribia kabisa afu kujikuta bado uko mbali kabisa, kwa sababu inabidi uanze tena upya. Ukishindwa kuchukua kombe hapa, manake msimu ujao wewe unaanza tena kule kwenye mzunguko, uanzi finali. Unapata? Unaanzia huko kwenye mizunguko yako, unakuja kwenye group stage huko uifanye all over. Na ndio maana unakuta kuna mtu alifika finali. Kuchukua ndio atakuwa kama Costa Union. Exactly. Kama yani wewe usipochukua msimu ujao mnaenda kuanza huko wote upya. Hakuna kusema wewe ulipigiwa finali sasa utaanzia finali. Hamna hiyo kitu. Kwa hiyo unajikuta ulikaribia kabisa lakini unaenda kuanza upya. Ndio pale unapotaga timu kuna timu ilifika finali alafu haijafika tena miaka 20, 30 mingapi mnaanza kuhesabu miaka ya kutokufika tena huko. Kwa sababu kuna watu wengine wanajipanga tena upya na upya. Mimi nilikuwa na lakini huyu finali yake ngapi anacheza? Ya tatu. Katika miaka kwenye miaka hii mitano finali yake ya tatu. Alafu kachukua 2 hapo. Na all time kwenye hii michuano pekee yake ni finali yake ya 5. Finali yake ya kwanza alipoteza dhidi ya Zamalek. Ya pili akashinda, tatu akashinda, ya mwisho msimu uliopita ya 4 akapoteza tena mbele ya Zamalek kwa mikwaju ya penalti safari hii. So ina maana kwamba ni mwenyeji wa hizi finali na anaporudi mtu back to back inakuelezea uimara aliokuwa nao. Na tulikuwa tunazungumzia hapa uwezekano wa mnyama kuweza kushinda goli walau 3 kuweza kuchukua ndoo. Sio jambo jepesi. Wamezungumza hapa wataalamu vizuri sana, na kwa kuweka labda kwa mizania tu, anayekutana naye RS Berkane mara mwisho kuruhusu goli 3 ndani ya dakika 90 itabidi urudi nyuma mpaka Machi 21 mwaka 2023. Ni zaidi ya miaka 2 na miezi imepita. Aliruhusu goli 3 kwenye mechi moja. So ni timu ambayo sio tu inajua yoyote ile. Hiyo ni yoyote ile. Kuja kwenye michuano ndio itabidi ukiwapiga hizo goli kwanza, sio tu wao wenyewe watajishangaa. Hata Afrika itashangaa. Hawa jamaa imekuwaje? Yes, kuruhusu goli 3 na regardless kwamba wewe utafunga goli 3 wenyewe atakubahatisha moja ama mbili. Hizo goli 3 kuingia kwenye nyavu zao, sababu hata mechi ambayo waliruhusu goli 3 na Wydad nao walipiga goli 3. So mechi ilisha 3-3. Inakuelezea ni ugumu kwa kiasi gani. Golikipa wao ndio golikipa anaongoza kwa clean sheet kwenye michuano, ana clean sheet 9 sofa, yupo pale juu ya mbele ya Musa Kamara. Na ni mara ya mwisho nafikiri mechi ya finali ambayo mtu alipoteza mechi ya kwanza kwa goli 2-0 ni mwaka 2009. Miaka 16 imepita. AS Bamako, timu ya zamani ya Djigui Diala, wanasafiri kwenda Algeria, wanafungwa na Tente Setif goli 2-0. Wanarudi nyumbani kwao pale Mali, wanashinda wao 2-0 AS Bamako, then wanaenda kushinda kwa mikwaju ya penalty 3-2 mara baada ya kumalizika kwa aggregate ya goli 2-2. So mechi pamoja na ugumu wake na kila kitu, mechi inaenda kuamuliwa sio na Kibisawala wala sio Jean Charles Ahoua. Mechi kwa asilimia kubwa sana itaenda kubebwa na Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, viungo wawili wa ulinzi, kwa sababu mahitaji ya mchezo anamtaka Simba attack, hususan dakika za mwanzoni za kila kipindi, first half pamoja na second half. Kama akiwa amejaribu kupata matokeo kwenye hizo dakika, is well and good, mnyama aweze kutulia, balance mchezo. Otherwise itamlazimu awe punda kwa dakika zote ku attack. Na unapo attack, Simba muhimili wao mkubwa sana kuongeza idadi ya mashambulizi mbele na kwa kutumia mafullback wake wote wawili, Kapombe pamoja na Zimbwe. So hawa watu wawili wakipanda juu,
huwezi ukaacha safu ya ulinzi ikiwa ipo wazi exposed. Lazima utahitaji sana roho mbaya ya Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma kwa ajili ya kuwalinda center back wao. Otherwise mnyama atakuwa na mlima mkubwa sana. Okay, Njema wasemaje tuhame katika taarifa ya Simba? Yeah, unajua mi huwa naamini kwamba timu yote ile huwa haikosi mapungufu lakini kuna baadhi ya timu ambazo ni bora kweli duniani zilikuwa na mapungufu, lakini ili mapungufu yao yaweze kutumika kwa adhibu unatakiwa kuwa na ubora wa ziada sana wewe. Nakumbuka kabla ya huu mchezo wa kwanza ambao ulichezwa kule Morocco, nilizungumza kwamba Berkane wako na mapungufu kadhaa ambayo Simba wanaweza kuyatumia, lakini ili kuweza kuyatumia hayo mapungufu yao kunahitajika kuwa na ubora ambao ni wa ziada kweli. Kwa mfano Berkane tulikuwa tunaona siku ile ni watu ambao wanaanza kuweka pressure kwenye mpira kuanzia kwenye eneo la mpinzani kabisa, kwenye mkiwa mnaanza mpira kwenye lango lenu kabisa hapo. Hiyo inamaanisha kwamba kwenye eneo la nyuma huku lazima kuna space kubwa ya nyinyi kuweza labda kuishambulia. Sasa ili muweze kufanya hivyo lazima muweze kuivuka hiyo pressing ambao wanaifanya, mje kwenye eneo la katikati, then mfaidike na space ambayo inapatikana nyuma ya safu ya ulinzi ya kwao. Sio kama unaelewa. Lakini kitu kingine ambacho nilisema kwamba wana changamoto ni kwenye maeneo ya pembeni ya kiwanja ambapo mabeki wao huwa mara nyingi wanakuwa out of position timu ikiwa ina mpira. Lakini kusema ukweli ule ni mchezo ambao ulituonyesha kwamba Berkane ni timu ambayo inaweza ikacheza aina yoyote ile ya game. Na hasa Simba, unajua Simba mara nyingi wanapenda sana kucheza kupitia katikati ya kiwanja, wakiwa wanaanza mpira kutoka nyuma, lakini hata wakishafika kwenye eneo la mpinzani mara nyingi